Unakuwa umejifungia kila kitu. Mimi kuna mtu alinifuata. Kwa mfano, mimi way back kabisa. Mwanangu vipi bwana? Nipeleke mahakamani hii media. Niko tayari kukupa hadi wanasheria. At the end of the day, kila mtu ana option zake, si ndio? Mimi nikaona no, kwa plani zangu na nini kila kitu, siwezi kuipeleka hii media mahakamani. Nikapotezea ule mchongo, maisha yakaendelea. Lakini over suddenly, huwezi amini, hiyo media kuna mchongo mmoja ulikuwa wa hela nyingi sana niliupiga, lakini mtu alikuwa anataka kuwa authorize anatokea kwenye hiyo media na top management. Lakini kwa sababu mimi nilikausha kitu kidogo kile, waka authorize mimi ile deal nikaipata. Maisha yakaendelea. Kwa sometimes tuchunge sana kamdomo. Mdomo ndio unapoteza vijana walio wengi. Na hakuna kitu kibaya kama mtu upo field moja unamponda mtu aliyekuanzishia field na amefanya makubwa, wewe hata robo hujafika. Kuna wakati nikiongeaga unawasema baadhi ya watangazaji wadogo, kuna wakati huo nikiongea wanasemaga oh brother kashapotea. Lakini mimi nawaambia kitu kimoja. Unajua kuna kipindi ambacho mpaka ulitungwa, kuna line iko kwenye wimbo wa msanii mmoja, sitomtaja. Anasema yani watangazaji sasa ndo mameneja. Unakumbuka? Tusisahau baadhi ya watangazaji walioanzaga kipindi hicho waliwahi kuwa mameneja wa wasanii.